Wataalamu wa kilimo katika kaunti ya Trans Nzoia wamevumbua matumizi ya mkojo wa binadamu na kinyesi kuwa mbolea asili ya kukuza vyakula, hali wanayosema inampunguzia mkulima gharama bali na kurejesha uhai wa udongo kwa kuongeza virutubisho muhimu. Aki Msikoyo anakuarifu zaidi. Miaka 17 iliyopita, Ambrose Moti anahoji kuwa walianza kilimo cha kutumia mbolea asili kama njia moja ya kudhibiti ongezeko la magonjwa yaliyokuwa yameanza kuchipuka kutokana na matumizi ya kemikali ikiwemo mbolea duka kwenye mimea. Tuliweza kuanza hiki kilimo baada ya wale waanzilishi kuona jinsi watu wanavyokufa kwa sababu ya magonjwa ambayo yanaweza zuiliwa kupitia lishe bora. Na lishe bora ni kumaanisha ya kwamba kukuza chakula ambacho hakitumii kemikali. Ukila kile chakula kinaweza kuzuia magonjwa na pia kutibu magonjwa, so ambazo tunasema ni tropical diseases. Miongoni mwa mbolea hiyo asili wanayotumia kwenye kilimo hiki hai ni mkojo wa binadamu unaokusanywa na kuhifadhiwa kwa muda wa majuma 2 au 3 na kisha unanyunyizwa kwenye udongo. Tuko na hii tunaita dhahabu ya maji ambayo ni mkojo, na pia tuna hii dhahabu ya kinyesi ambayo tunaikusanya kisha tunaitumia shambani. Na ili ikaweze kuwa ya manufaa pale shambani ni lazima ipitie katika process mbalimbali. Kwa mfano kama tukizungumzia dhahabu ya maji ambayo ni mkojo, wakati ambapo tunaikusanya kisha tunaiweka mahali ambapo pana giza angalau kwa siku 14 au siku 21. Kulingana na Joyce Lotodo, mtaalamu wa kilimo, choo chao maalum kinawawezesha kukusanya pia kinyesi ambacho matumizi yake yanafuata utaratibu mwafaka ili kuhakikisha haisababishi madhara mchangani. Choo chetu kimetengezwa kwa namna ya kwamba wakati mtu unakuja kuenda haja kubwa unaongeza jivu au udongo ili kuzuia kile kinyesi kuwa na maji mengi, na pia wakati ambapo unaongeza jivu inasaidia kuua wale wadudu ambao wanaweza kuwa na madhara kwenye udongo wetu. Wakati ambapo kile choo kimejaa, huwa tunakifunika kwa muda wa miezi 6 au mwaka mzima ili ile mbolea ikaweze kuwa tayari kutumika shambani. Wanasema mbolea hii pia imewasaidia kuongeza uhai kwenye udongo ambao umeharibika kutokana na kemikali za mbolea za kawaida ambazo zimeongeza viwango vya tindikali. So wakati tunapofunza jamii tofauti katika Afrika Mashariki, je, wanawezaje badilisha ule mchanga wao, watumie rasilimali ambazo zinapatikana pale, compost, manure. Pia katika boma zao wako na kuku, wako na ng'ombe, kutumia zile mbolea kukuza chakula chao. Unapata ya kwamba ile mimea inanawiri vizuri na inakuwa mimea yenye afya. Kwa sasa kipande chao cha ardhi kilichonawiri mimea aina mbalimbali eneo la milimani viungani mwa mji wa Kitale kimesheheni wageni kutoka sehemu mbalimbali ambao huenda wanania kukumbatia kilimo hicho, huku serikali za kaunti zikitakiwa kuongoza mchakato huo. Serikali za kaunti zinastahili kuzingatia kilimo high or organic farming. Kwa sababu gani? Unapata ya kwamba wataweza kukuza chakula, wataweza kuelimisha watu na ndiposa waweze kujua. Kwa sababu nafikiri kitu ambacho kinakosa sana ni ile elimu. Lakini tukianzia hapa mashinani kupitia hizi serikali zetu za kaunti, watu waweze kuelimishwa katika vikundi, itakuwa ni jambo la maana sana. Mike Msikoyo, West TV kutoka eneo la milimani, eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.